na umekuwa ukipata changamoto zaidi ya kutoa background kwenye picha yako, basi kupitia tutorial hii utaenda kujifunza njia 3 muhimu zitakazo kusaidia kuondoa background. Hatua ya kwanza, baada ya kufungua program yako ya Photoshop, kama yako ni mara yako ya kwanza kuifungua, haitaonekana hivi, itakuwa iko plain. Umeona? Ila ya kwangu inaonekana hivi kwa sababu kuna kazi ambazo zimeshafanyika. Hizi zinaitwa ni recent work. Sasa wewe utakuja hapa kwenye file and uta open. Hapa uta open picha ambayo unahitaji wewe kuweza kuondoa background. Kama hapa mimi nitatumia picha hii hapa ya kwangu mwenyewe. Yes, hiyo hapa nitaondoa. Kuwa umeimport, tumeopen picha. Hii ni picha ambayo wewe unahitaji kuiondoa background. Njia ya kwanza, utakuja hapa kwenye layer. Utaondoa hii background, utaondoa hiyo kufuli. Ngoja nirudishe kama ilivyo. Utaondoa hii kufuli. Hii hapa, right click pop. Ukiklik hiyo kufuli unakuwa umeiondoa. Manake hii picha inakuwa iko huru sasa. Hii layer inakuwa iko huru. Then utakuja kwenye properties hapa. Kwenye properties pop. Ukiklik hiyo properties itafunguka hili hivi unavyoiona hivi: transform, align and distribute na remove background, select subject. Wewe utakuja utaklik hapa remove background. Ukibonyeza hii pop, itatumia sekunde chache kidogo kuweza ku remove hiyo background kwenye picha ambayo umeimport. Umeona kitu tokea very clean, very clean. Kazi yako haina uchafu. Na njia hii ni bora sana kwenye picha zile ambazo hasa za wanawake ambazo zina nywele ambazo zimejiachia laini sana zile. Kwa hiyo inakusaidia kutoacha uchafu. Sasa kazi ya graphics ikiwa chafu inakuwa haivutii. Unakuta picha imetolewa background lakini haionekani kuwa clean. Unakuta pembeni mwa picha nguo iliyokunja, na maeneo ambayo yanakuwa background haitoki vizuri. Baada ya ku remove background, picha yako inaonekana very clean kama hivi. Sasa wewe kama graphics designer na unataka mteja amekupa kazi ya kuweza kuondoa background kwenye picha yake, au hiyo picha unahitaji kuitumia kwenye kudesign maybe poster, social media poster, flyer, brochure au kitu kingine ambacho inahitaji wewe kudesign kwa kutumia picha hiyo, unakuwa umefanikiwa na picha yako inakuwa clean kama hivi. Twende tuone njia ya pili. Hapo nimeandu na nataka nikufundishe njia ya pili ambayo pia ni rahisi sana. Njia ya pili, njoo kwenye huku upande wa tools panel. Kwenye tools panel hapa kuna panel inaitwa selection tool, object selection tool. Hii ukiklik pap, itafunguka hapa juu pamekuandikia select subject. Usije hapa select and mask, njoo hapa select and subject. Unabonyeza tu pap. Ukibonyeza hii itachukua dakika chache sana kuweza kudetect your subject na kuiselect. Na sasa hapa itategemea pia speed ya kompyuta yako. Kama processing speed ya kompyuta yako ipo chini, maana yake itatumia muda mwingi zaidi kuweza kudetect subject. Umeona kama hivi jinsi ambavyo imefanya ya kwangu, very simple. Sasa hapo imesha select. Kisha select, utakuja hapa kwenye layer na utakuja utaklik pameandikwa layer mask hapa kwenye hiki kidude hiki, utabonyeza pop. Unaona kitokea sio maajabu. Hivi ndivyo ambavyo program ya Adobe Photoshop inaweza kukupa kitu ambacho ni kizuri, smart, na kuonekana kazi zako ni nzuri zaidi. Umeona hiyo ni njia ambayo ni ya pili, ambayo inaweza kukusaidia wewe kama graphics designer ambaye ni beginner, bado unaendelea kujifunza ujuzi huu wa graphics design. Itakusaidia pia kuondoa background. Sasa baada ya kuondoa kwa njia hii, twende nikufundishe njia ya tatu. Let's go.
Njia ya tatu, utakuja pia upande huu wa tools panel. Utakuja kwenye tools hii ambayo inaitwa Magic Eraser Tool. Utaiclick. Ukisha click, kitu kimoja ambacho inabidi uzingatie kuhusu Magic Eraser Magic Tool, hii inaenda kwa level. Hapa juu kwenye tolerance hapa inakuruhusu wewe uitumie katika ukubwa gani. Ukiweka 100, manake inakuwa ina effect kubwa zaidi kwenye kazi yako, au kwenye picha ambayo unataka kuondoa background. Au kwa lugha rahisi nikwambie tu kwamba huu ni ufutio, kama vile ambavyo umetumia ufutio wa penseli au ile inaitwa collection fluid, umekosea sasa unataka kufuta. Sasa huu ni ufutio pia kwenye program hii ya Adobe Photoshop. Ila hapa inatumikaje? Hapa inatumika kwenda kufuta eneo ambalo hulihitaji kwenye kazi yako. Sasa hii inalenga zaidi kuondoa hasa rangi. Kwa hiyo ukiweka hapa 100, maana yake itakuwa ina effect kubwa zaidi kwenye hiyo rangi au hiyo picha ambayo umeselect. Kwa mfano, nikiklik hapa, kumbuka hapa nimeweka 100, inaweza ikaleta effect kwenye picha yangu yote. Nikiklik hapa pap, umeona kitotokea, imeenda kuleta effect kubwa sana ambayo haivutii, ambayo sihitaji kwenye kazi yangu. Kwa hiyo nitabonyeza Control Z, nitaundo. Sasa ili niweze kuleta effect ambayo nahitaji, hakikisha kwanza unapunguza hii kiwango au hiyo level. Hebu tuweke 10. Tuweke ndogo zaidi kwanza, ambayo ni 10. Then njoo. Tunahitaji kuondoa hii blue color hii ya background. Sio ni blue, sio ni rangi gani hii, tutaiondoa. Ukiklik hapa inakuwa imeondoka yote. Lakini ukitazama vizuri kwenye hii picha kuna rangi inaonekana ambayo inafanana na ya background. Hebu tuizoom. Umeiona kwenye hii miwani ya huyu jamaa. Hebu tuitoe. Sasa ili kuitoa bila kuathiri muundo wa hiyo miwani, kwa sababu nikiweka kubwa, kwa mfano niweke labda 20 au 30, alafu nije nifute hapa pap. Yes, bahati nzuri haijaondoa muundo wa hiyo miwani, lakini ingeweka kubwa zaidi, pengine ingeenda kuathiri hiyo image nzima ya miwani, kwa hiyo ikaharibika na ikaondoa muonekano mzima wa hiyo miwani. Sasa hivi ndivyo ambavyo tuna design au tunavyoondoa background. Yes, background. Kwa kutumia tutorial hii umeweza kujifunza njia 3 muhimu za kuweza kuondoa background kwenye picha yako na ikakuletea matokeo mazuri. Very simple, very clean and smart product. Yes, hii ni Fit Digital. Karibu sana wakati mwingine uendelee kujifunza skills mbalimbali za graphics. Nikutakie wakati mwema, karibu tena wakati mwingine. Bye bye.